Kuna wakati ambapo Mungu anaweza kumruhusu shetani kutushughulikia kwa sababu ya dhambi zetu, na pia kuna wakati ambapo Mungu yeye mwenyewe hutuadhibu kwa ajili ya dhambi zetu, na kuna wakati Mungu huwa anaondoa ulinzi kwenye maisha yetu, iwe kwenye mali zetu au familia zetu, pale tunapoasi amri zake. Kwa hiyo kitu pekee ili Mungu awe na wewe na asimame na wewe ni maombi ya rehema. Ndio dawa pekee ya kuondoa hasira ya Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo maombi haya usiyachukulia ni maombi ya kawaida, yanaweza kawa ndio mfungulivu kwako siku ya leo. Danieli alisimama kwa ajili ya taifa la Israeli, kuomba rehema kwa ajili ya taifa la Israeli kwa kufunga siku 21 mpaka Mungu akalirehemu taifa la Israeli. Kuna watu wengine ambao hawapo na walishatenda dhambi na Mungu amekwisha kuwahukumu tayari. Kama mtu hatapata namna ya maombi ya rehema, kusimama mbele za Mungu ili kuomba rehema, hasira ya Mungu inaweza kuendelea kuleta madhara, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye ukoo, mtu binafsi na hata taifa zima kwa jumla. Aidha, kuna mwanafamilia anaweza akawa ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu ndani ya familia, na wanafamilia hawaelewi. Ile familia lazima itipitie kwenye vita, aidha ni baba, aidha ni mama. Bwana Yesu asaidie sana. Aidha ni kijana, aidha ni binti, wanaweza wakaondoa agano la Mungu ndani ya familia. Kama una kijana ni mwizi, kama una kijana ni mkabaji, kama una kijana ni mpigaji mapanga, kama ni binti unaye ni kahaba, ni shida. Na ndio maana tunaelezwa ya kwamba tunapoenda mbele za Mungu, hakikisha unasimama kwa ajili ya mji wako, hakikisha unasimama kwa ajili ya watoto wako, hakikisha unasimama kwa ajili ya mume wako, hakikisha unasimama kwa ajili ya mke wako. Haya ni maombi ya rehema. Kuna watu mpaka leo wanapitia vita kutokana na mababu zao walishatangulia mbele zake, au baba zao walishatangulia mbele zake, lakini waliacha shida ndani ya familia, na wanafamilia waoni na hawaelewi ni nini ambacho kinaleta vita. Kwa hiyo wapendwa, kuna vitu ambavyo inatakiwa tufundishwe vizuri ili tuweze kuelewa. Kuna watu wengine wana magonjwa, sio kwamba yale magonjwa wamelogwa. Yale magonjwa ni ile laana ya nguvu ya uovu inainuka, inaanza kuleta shida. Unashangaa tu ni mtu kansa inatokea, unashangaa tu ni mtu uvimbe wa ajabu ajabu unatokea. Sasa hapa hatuwezi kuona mwanga pasipo kuruhusu maombi haya ya rehema, na ndio maana tunapaswa sana tunapokuwa ibadani, kila mtu anayeenda ibadani ajitambue ni nini anachokifuata ndani ya ibada, aelewe ya kwamba ninaenda ibadani. Pamoja na ninaenda ibadani, nisiende ibadani kwa maombi yangu binafsi. Roho Mtakatifu aingie ndani yake, hawezi kutanua wigo. Ni sawa, nina jambo langu, lakini katika jambo hili ni lazima niwe na mapatano na Mungu. Nitafanya mapatano na Mungu. Je, familia inayonizunguka ikoje? Omba rehema kwa ajili ya mama yako, omba rehema kwa ajili ya baba yako, omba rehema kwa ajili ya dada yako, omba rehema kwa ajili ya kaka yako, omba rehema kwa ajili ya wakubwa zako na wadogo zako.